Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Sekta ya bima nchini imejivunia mchango wake katika uchumi wa taifa kwa kuchangia 2% ya pato la taifa, huku ikiweka mkakati wa kuongeza mchango huo kufikia 3% katika miaka ijayo kupitia ongezeko la matumizi ya huduma za bima miongoni mwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa jijini Arusha wakati wa maadhimisho ya Bima Walk 2026 yakiwa ni matembezi maalum ya wadau wa bima yaliyokutanisha wadau wa sekta ya bima mbalimbali, huku lengo likiwa ni kuhamasisha matumizi ya huduma za bima na kutoa elimu kwa wananchi pamoja na makundi mbalimbali ikiwemo waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Arusha, mkurugenzi wa huduma za bima ya afya kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima taifa, Samuel Mweu, amesema kuwa sekta ya bima imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kulinda uchumi wa familia, biashara na taifa kwa ujumla. Hii ambayo ni muhimu sana ya Bima Walk 2026 hapa jijini Arusha, napenda kuwapongeza sana waandaaji wa shughuli hii ambao ni Tanzania Insurance Day 2026 kwa kuandaa tukio hili ambalo limekusanya wadau mbalimbali wa sekta ya bima hapa nchini, ambalo lengo lake kabisa ni kuweza kuhamasisha uelewa wa bima na kuimarisha ustawi wa jamii yetu. Kama mnavyofahamu, mabibi na mabwana, hatujakutana kwa ajili ya matembezi peke yake. Lengo letu kubwa ni kupeleka ujumbe muhimu kwa jamii kwamba bima si huduma ya watu wachache, bali ni nguzo muhimu ya maisha ya kila siku ya kila Mtanzania. Bima ni kinga ya uchumi wa familia, biashara na taifa kwa ujumla. Nimefurahishwa sana kuona kwamba maadhimisho ya mwaka huu yameanza kwa kutoa elimu ya bima kwa waendesha bodaboda, na kundi hili kama tunavyofahamu ni muhimu sana katika uchumi wetu. Kila siku bodaboda wanabeba maelfu ya wananchi wa Tanzania kwenda kwa shughuli zao mbalimbali za kimaendeleo. Hata hivyo, kundi hili pia linakabiliwa na hatari mbalimbali za ajali na changamoto za kiuchumi ambazo zinapotokea zinaleta majanga. Elimu ya bima walioipata kuanzia jana na hata siku ya leo ni uwekezaji muhimu sana katika usalama wao na familia zao. Vile vile napenda kuwatambua mamalishe, wanafunzi, taasisi za afya, wadau wa damu salama na wananchi wote waliojumuika nasi. Ushiriki wenu unaonyesha kuwa bima ni ajenda ya maendeleo ya jamii nzima na si sekta ya wataalamu pekee. Ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mazingira bora ya kukuza sekta ya fedha na sekta ndogo ya bima ili kuhakikisha kuwa wananchi wengi zaidi wanapata huduma hizi muhimu. Sekta ndogo ya bima ina mchango mkubwa katika kuongeza uwekezaji, kulinda mali za wananchi, kusaidia biashara kuhimili majanga na kuimarisha uthabiti wa uchumi wa nchi yetu. Kutokana na jitihada hizi, sekta ya bima sasa inachangia takriban 2% ya pato la taifa. Sekta yetu inachangia takriban 2% ya pato la taifa, ambacho sio kiwango kidogo, huku idadi ya wananchi wanaonufaika na huduma hizi za bima ikiongezeka kutoka takriban milioni 14 mwaka 2021 hadi kufikia milioni 25 mwaka 2024. Lengo letu kama taifa ni kufikia mchango wa 3% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, bado kuna safari ya kufanya ili kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanaelewa umuhimu wa bima na wanatumia huduma hizi katika maisha yao ya kila siku. Ndio maana shughuli kama ya Bima Walk ni muhimu sana kwa kuwa zinatuwezesha kufikisha ujumbe wetu kwa wananchi moja kwa moja nje ya ofisi na kumbi za mikutano. Naomba nichukue fursa hii kutoa rai kwa kampuni za bima
madalali, wakala na wadau wote wa sekta hii muhimu kuendelea kubuni bidhaa rahisi, nafuu na zinazokidhi mahitaji halisi ya wananchi wa Tanzania. Kadri wananchi wengi watakavyojiunga, wataendelea kunufaika na huduma hizi za bima, na ndivyo uchumi wetu utakavyokuwa imara zaidi dhidi ya majanga mbalimbali. Aidha, napenda pia kuwahimiza wananchi wa Arusha na Tanzania kwa ujumla kutambua kuwa gharama ya bima ni ndogo ikilinganishwa na gharama ya kukabiliana na hasara baada ya janga kutokea. Hivyo busara ni kujiandaa kabla ya tatizo kutokea kuliko kusubiri baada ya madhara kutokea. Ndugu wageni waalikwa, washiriki wote, mabibi na mabwana, napenda pia kuwapongeza wadau wa sekta ya bima kwa kuunganisha maadhimisho haya na shughuli za kijamii, afya, mazoezi na elimu kwa umma. Hii inaonyesha dhamira ya sekta yetu kuwa karibu na wananchi na kushiriki katika kujenga jamii yenye afya, usawi na usalama. Kwa niaba ya serikali ya wilaya ya Arusha, nawahakikishia ushirikiano wenu katika juhudi zote zinazolenga kuongeza uelewa wa bima. Basi kwa niaba ya Taasisi ya Bima Tanzania na hususani kwa niaba ya kamati ya maandalizi chini ya mwenyekiti mahiri sana Hamisi Suleiman, nimesimama hapa kutoa neno la shukurani. Shukurani kwa wote ambao mmewezesha Bima Walk 2026 kufanyika hapa Arusha. Shukurani kwa mgeni wetu rasmi, kamishna wa bima, akiwakilishwa vema kabisa na Samuel Mwiru. Asante sana. Shukurani kwa wenyeji wetu wa Arusha kwa kutukaribisha kwenye hii baridi. Tunawashukuru sana. Kama alivyosema mgeni rasmi, Bima Walk ilianzishwa si kwa ajili ya kutembea tu, lakini kuwafikia wananchi pale walipo. Tunaamini kabisa wakishasikia neno Bima Walk ni mbegu itakuwa imepandwa ndani yao. Watataka kujua zaidi kwamba bima ni nini. Kwa hiyo tunaacha tumepanda mbegu ili wale ambao wenye udadisi wataenda kwenye ofisi za bima, wataeleweshwa juu ya bima. Pamoja na kwamba tunaimarisha afya zetu, lakini pia kwa njia hiyo tunawafikia wananchi pale walipo. Ndio maana tunatembea mitaani kwao. Morris Bosasili, yeye ni mwakilishi wa waendesha bodaboda mkoa wa Arusha. Hapa anaeleza namna ambavyo elimu hiyo ya bima ilivyowasaidia kutambua umuhimu wa bima katika kulinda maisha, afya na shughuli zao za kila siku. Katika kuhakikisha kwamba wanatutangaza, lakini wanatuletea huduma ya bima kwa wale ambao watumiaji wa vyombo vya moto, lakini pia waamshe ari ya watu kuweza kujihusisha na matumizi ya bima ya afya. Bima ni uhai, bima ni maisha, na bima ni hakika ya kesho yako. Afisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda, bima ndiyo kinga yako kwa siku za usoni. Hakika yako ya maisha, uhai pamoja na afya yako kuwa njema, ni lazima tutumie bima. Tunatumia bima kwa sababu inatulinda. Tunatumia bima kwa sababu inatuhakikishia kesho ambayo tutakuwa tumekutwa na madhila, lakini tunakuwa hatuna akiba ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo sisi kama Bosasili Bodaboda Secured Life ni taasisi ya kiraia ambayo inahamasisha watumiaji wa usafiri wa pikipiki, waendeshaji pamoja na abiria kuweza kuhakikisha kwamba bima inakuwa ni swala lao la kwanza katika udereva, katika usafiri, katika matumizi ya kutoka pointi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo tunachokifanya ni kupita kwa maafisa usafirishaji kutoa elimu. Mimi naitwa Hamisi Suleiman, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Insurance Day. Tumekuja Arusha, tulikuwa jana na training ya maafisa usafirishaji ambao tunawaita mabodaboda,
kuwafundisha kanuni za bima, kanuni za usalama barabarani na vitu vingine ambavyo vinahitajika kwa watu ambao wanaendesha bodaboda. Leo ni siku ya pili Arusha. Tumekuwa na Bima Walk ambayo imemalizika muda mfupi uliopita. Dhamira ya Bima Walk, ukiachilia mbali kuangalia afya za watu ambao wanashiriki katika bima pamoja na wadau wetu, lakini vile vile ni kufanya awareness, watu wajue umuhimu wa bima, na pia ilikuwa ni siku nyingine tena ya kuhamasisha bodaboda. Lakini hatutaishia hapo. Leo mchana tutakuwa na event nyingine ya mkutano kati ya ma-CEOs wa kampuni za bima, wamiliki wa kampuni za bima, shareholders, pamoja na wakurugenzi wao, na mada hasa itakuwa ni kwa nini kampuni za bima zinafeli, kwa nini zinashindwa. Kama mnavyojua, biashara huwa zinapata mtikisiko, lakini hazitakiwi zifeli. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.